Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema ushirikiano wa Tanzania na Japani umezidi kukua katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia, huku ukizidi kuimarika siku hadi siku, na kwamba mauzo ya biashara kati ya nchi hizo yameongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 7 mwaka 2023 hadi bilioni 37 kwa mwaka 2024. Majaliwa ameyasema hayo jana Jumapili Mei 25, 2025 alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa maadhimisho ya siku ya Tanzania kwenye maonyesho ya kimataifa ya Osaka World Expo Osaka 2025 yanayoendelea nchini Japani. Akiongea amesema moja kati ya mambo ambayo tumewaambia ndugu zetu wa Japani ni kwamba Tanzania na Japani ni nchi ambazo zimeanza ushirikiano kwa miaka mingi kutoka mwaka 1961. Na sisi Tanzania tumefungua ubalozi hapa. Na ndugu zetu wa Japani wamefungua ubalozi Tanzania. Ubalozi huu katika kipindi hiki tumepata uzoefu mkubwa sana. Tumeweza kuona mahusiano ya kidiplomasia, kisiasa, lakini pia kiuchumi. Kwenye eneo la kiuchumi tumeshaanza kushuhudia kuongezeka kwa biashara inayofanyika ndani ya Tanzania kwa ndugu zetu wa Japani kuagiza bidhaa Tanzania na kutumia bidhaa za Tanzania. Wanahitaji mazao mbalimbali ya kilimo ambayo pia na wao wanayatumia, na madini mbalimbali yanayopatikana kwenye nchi zetu. Nchi hii wanapenda zaidi kahawa yetu, chai yetu, na tumeshuhudia ongezeko pia la biashara. Ukilinganisha miaka ya nyuma na sasa, biashara imeongezeka sana. Hata kiwango cha fedha ambacho kinapatikana sasa hivi nacho kimeongezeka, na kwa hiyo tunafanya jitihada kupitia programu ambayo itafanyika kesho ya uwekezaji na biashara, na yenyewe tunatarajia itapandisha zaidi biashara na idadi ya bidhaa zinazohitajika kutoka Japani, Tanzania kuja hapa Japani. Mauzo haya pia, lakini pia kutoka Japani kuja Tanzania. Kwa hiyo ujumbe huo kwamba mauzo ya bidhaa hizi yameongezeka pande zote mbili, inaleta matumaini kwamba ushirikiano wetu wa kiuchumi unaleta tija kubwa kati ya Tanzania na hapa Japani. Leo Jumatatu Mei 26, Waziri Mkuu Majaliwa anatarajiwa kushiriki katika kongamano la biashara, uwekezaji na utalii ambalo litawahusisha wafanyabiashara kutoka Tanzania na Japani. Leo tarehe 25 na kesho tarehe 26 kutakuwa na matukio maalum. Moja, tumeshaanza leo kuizindua siku ya Tanzania. Siku ya Tanzania maana yake kwenye jiji la Osaka leo lugha kwenye maeneo haya yote ni Tanzania. Na tunapokuwa na siku ya Tanzania, wananchi wengi wanapata nafasi ya kuja kwenye banda la Tanzania na kuona shughuli mbalimbali zinazoendeshwa nchini kwetu. Shughuli hizo ikiwemo na fursa zilizopo za kiuchumi, lakini yako mambo ya kisiasa, kitamaduni na aina zote ambazo zinafaa kuonyeshwa wageni mbalimbali wakitaka kuijua Tanzania. Unapoingia kwenye banda hili unaanza kupata sura ya Tanzania ilivyo, na kazi za Watanzania za kitamaduni, sanaa zake, shughuli mbalimbali za utalii, uwekezaji, viwanda, fursa za kilimo na madini, lakini pia hata masuala ya nishati, yote yanaonyeshwa kwenye banda hili. Kwa hiyo tayari tumeitambulisha Tanzania leo asubuhi, na kwenye tukio lile tulipata nafasi sisi wa Tanzania na wenyeji ndugu zetu wa Japani kueleza dunia nini kilichopo Tanzania, fursa zipi zilizoko Tanzania, na kuwasihi waje Tanzania kuja kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Tunapoendelea kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumetoa salamu zake leo, na tutapata nafasi ya kukutana na wadau mbalimbali kwenye mikutano ya pembezoni, na mwisho tutakutana na waziri mkuu wa nchi ya Japani ili kuhitimisha siku hizi mbili. Maonyesho hayo yaliyoanza tangu Aprili 13, 2025 yanatarajiwa kumalizika Oktoba 13, 2025. Hii ni mara ya pili kwa Japani, Osaka, kuwa mwenyeji wa maonyesho hayo ya kimataifa, ambapo mara ya mwisho yalifanyika 1970. John Israel, Banda Media.